Bwana mzigo wetu unaanzia hapa katikona, tunaona kuna bidada anamwasha moto kinoma noma, na alikuwa anamwashia moto mshikaji. Kwa sababu gani? Anadai kuwa mshikaji amempigia honi hapa, na uweze amini kwamba alimpa mbata pale. Sasa ni kwa mwanamume alikuwa kwenye gari, bidi moja kwa moja haja yachanisha hapa, maana aliona huyu bidada anavuka mipaka na anampiga mwanaume. Akamwambia sio vizuri kumpiga mwanaume. Sasa uweze amini kwamba mwanamume naye alikula kofi pale. Sasa huyu bidada anadharau kinoma noma, yani kisa yeye kwao matajiri, basi moja kwa moja ni kwamba anawadharau maskini hadi sio poa bwana. Baada hapo ni kwamba bidada akaa mezama zake kwenye ndinga na kana fanya inakaa naondoka zake, na mwanamume alimwambia mwanamke, ipo siku tu hichi kibao ulichonipiga lazima utakilipa. Basi moja kwa moja kwa mwanamama kana ingezea kwenye gari ili aweze kuondoka zake, maana amekuja zake hapa mjini kwa ajili ya kuweza kufanya, kwa ajili ya kuweza kumtembelea mtoto wake bwana. Tunakuja upande wa pili, tunamwona huyu mshikaji anaenda kwa jina la David bwana, na moja kwa moja ni kwamba mlango wake ulikuwa unagongwa. Mshikaji bidi moja kwa moja aenda akafanyaje, akafungua. Wakati moja kwa moja tunamwona mwanamama hapa kama ameweza kuasili kwenye hii nyumba bwana, na uweze amini kwamba David ndio mtoto wa nani, wa huyu mwanamama bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji akana muuliza mwanamama, mbona umechelewa sana kuweza kufika? Mwanamama ilibidi aweze kumsimulia kuwa huko barabarani amekutana na bonge la timbwiri, yani amekutana na mwanamke kichawi, amemchezesha kichapo hadi sio poa bwana. Uweze amini kwamba mshikaji alikasirika kinoma noma baada ya kusikia kwa mamake amepigwa vibao huko barabarani, na kama amemuuliza pale mwanamama kama ameweza kupiga picha hilo gari bwana la huyo mwanamke, lakini mwanamama alisema hayo mambo tuweze kuachana nayo bwana. Kilichonileta mimi hapa nimekuja kumuona nani? Nimekuja kumuona huyo mpenzi wako ambaye ni nani? Ni mke wangu bwana. Basi mshikaji akamwambia mama, kikweli mimi sijapenda hata kidogo bwana, sijapenda kasa mwanangu, hayo mambo tuyaache hayo mambo bwana, hebu uniambie mke wangu yuko wapi? Akasema mke wako bado hajarudi bwana. Basi moja kwa moja akirudi utamuona. Mshikaji kama amechukua pale begi la mwanamama kana msindikiza kwenye chumba chake ili aende akapumzike. Si unajua safari ilikuwa ni ndefu hadi sio poa. Na baada ya muda tunamuona mshikaji kama ametulia zake hapa. Wakati huo moja kwa moja tunamuona nani? Tunamuona mwanamama kama ameweza kuasili hapa, kana muuliza vipi mke wangu bado hajarudi? Mshikaji akamwambia mama, wewe usijali bwana, kwamba mke wako tayari ameshafika bwana, weka zako hapo, sio muda mrefu anakuja bwana. Basi moja kwa moja kwa mwanamama kama ametulia zake pale, na mshikaji akamemuita nani? Akamemuita huyo mpenzi wake ili aje aonane na mama yake bwana. Lakini uweze amini kwamba mpenzi wake mwenyewe bwana ni ubidada bwana, anaenda kwa jina la Chioma bwana. Ni kwa mwanamama alishangaa kinoma noma, akasema mpuzi shetani wewe ndio mpenzi wa mwanangu? Haiwezekani. Mshikaji anashangaa nini kinachoendelea. Uweze amini kwamba bidada lilimshuka kinoma noma, yani aliona aibu hadi sio poa bwana, akaamua aondoke zake. Na mwanamama alimwambiaje, mwanangu, huyu mwanamke mimi simtaki, yani leo hii sasa hivi mimi naondoka zangu naenda kijijini kukuletea mwanamke mwingine. Huyu mwanamke mimi simtaki kabisa mimi, yani siwezi nikaruhusu mimi muoe huyu mwanamke. Naenda moja kwa moja kijijini kwenda kuchukulia mwanamke nikuletea hapa. Huyu mwanamke simtaki hata kidogo bwana. Baada hapo ni kwamba mshikaji alikuja kwa mpenzi wake ili aweze kuongea naye bwana, lakini uweze amini kwamba bidada Chioma alikuwa amekasirika kinoma noma, na akamwambia mshikaji kuwa achague mmoja, amtimue mama yake yeye abaki au yeye aondoke mama yake abaki. Mshikaji alikuwa anachagua bwana, aweza kumtimua mama yake, ilibidi amwache bidada aweze kuondoka zake. Moja kwa moja ni kwamba bidada Chioma aliweza kusepa zake bwana. Ni kwamba mshikaji ana nguvu kwa bidada Chioma bwana, ni kwamba bidada anampelekesha hadi sio poa bwana. Kwa mshikaji alishia tu kujilaumu pale. Basi bwana, baada ya siku 5 kuweza kupita, tunamuona bidada Chioma hapa akiwa na rafiki yake ambaye anaenda kwa jina la Jeni bwana. Uweze amini kwamba Jeni alikuwa anamshauri bidada kuwa aweze kufanya aweze kurudi kwa mshikaji bwana. Ni kwamba hayo mambo huyo anatokea yake bwana. Ni kwamba bidada aenda akamuombe mama mkwe msamaha kwa kuweza kufanya kwa kuweza kumpiga vibao, lakini bidada uweze amini kwamba alikuwa ni kaksi kinoma noma. Sasa mimi siwezi kumuomba msamaha yule mama, labda mimi ndiye aniombe msamaha, la sivyo siwezi nikarudi mimi kwa David, siwezi nikarudi kabisa, yani paka yule mama aniombe msamaha. Najua David ananipenda kinoma noma, kwa aweze akaniacha mimi niendelee kubaki hapa, lazima mtimue yule mama bwana. Basi tunakuja upande wa pili, tunamuona mshikaji David bwana kama enda zake kufungua mlango bwana. Ile kufungua mlango uweze amini kwamba mwanamama alikuwa ameenda zake kijijini, na leo hii moja kwa moja alikuwa ametimba bwana. Na leo hii amemletea nani? Amemletea mshikaji mkwe. Akasema mwanangu, nimekuletea hapa mwanamke huyu hapa, sasa huyu ndio mwanamke mwenyewe. Mshikaji akasema hapana mama, huyu ni nani tena? Basi moja kwa moja ni kwamba bidada akajitambulisha hapa kwa yeye anaitwa Esther. Akamwambia ndio mwanangu, huyu anaitwa Esther, na huyu hapo ni mwanamke mzuri atakufaa. Akasema mama, mwanamke gani tena? Ni kitu cha kiwezekani. Uweze amini kwamba mshikaji alifikiri labda masiala, lakini ndio hivyo, ni kwamba mama yake ameshaamua bwana, amemletea mke moja kwa moja kutoka wapi? Kutoka kijijini, maana ameona mtoto wake mke mwenye anataka amuoe yule sio mwanamke kabisa, ni kwamba atamfanya mtoto wake aweze kuteseka bwana. Mwanamama yuko tayari kuweza kumuona mtoto wake anateseka kinoma noma. Yani uweze kaamini kwamba kabidada Esther ni kachangamfu kinoma noma, ni kwamba kalikuwa kamemchangamkia pale mshikaji, lakini mshikaji alikuwa hahitaji shobo, alikafokea kinoma noma, yani alikapromoshia matusi hadi sio poa bwana. Moja kwa moja ni kwamba mwanamama kana mzuia, akanambia hivi, wewe unafikiri mwanamke ni kama wa mjini huko, yani ukimfokea anaanza kulia. Basi moja kwa moja ni kwamba kabidada kaanza kulia pale, kisa kamefokewa nani na mshikaji bwana. Akamwambia mama ananifokea, akasema usijali bwana, huyu ndiye alivyo, yani usio na wasiwasi, ni kwamba hapa ndo mke wake, hakuna mke wake mwingine zaidi ya wewe hapa. Sasa ni kwamba mshikaji aliona kama wanamzingua vile, moja kwa moja akaamua fanyaje, akaamua ondoke zake. Lakini mwanamama ndio hivyo, ni kwamba tayari ameshafanyaje, ameshamchagulia mshikaji mwanamke bwana. Akamwambia chukua begi hili hapa, nenda kuonesha chumba chako mwanangu, wewe usijali, yani yule pale mume wako
wako kabisa yule, mimi nishapitisha yule mshenzi takataka yule, simtaki tena. Basi moja kwa moja ni kwa bidada kama ameenda zake wapi kupumzika. Basi bwana, tunaona ni siku nyingine tena hapa mlango ukao umegongwa bwana, na leo moja kwa moja kama ametimba nani? Ametimba hapa bidada Chioma bwana, ilibidi afanyie kazi ule ushauri wa rafiki yake kuwa haje amuombe nani? Haje amuombe msamaha mama yake mkwe bwana. Lakini alipofika hapa anakutana na mwanamke mwingine, akawa anamuuliza wewe ndio mfanyakazi mpya? Lakini bidada alimwambia hapana bwana, mimi sio mfanyakazi, mimi ni mke wa nani? Mimi ni mke wa David. Akamwambia mke wa David? Mimi ndio mke wa David hapa. Wewe mke wa David umetokea wapi tena? Tena nataka kufumua kichaa, maskini wewe. Ndio wewe mke wa David? Lakini bidada akamwambia ndio mimi ndio mke wa David. Akasema wewe mpuuzi ni? Akasema wewe ndio mpuuzi, kudadeki zako. Unafika tu kwenye nyumba za watu, haupigi hodi, unaingia tu unaanza kulopoka hapa. Ndakuitia mwizi mimi hapa kudadeki zako wewe. Nishakwambia mimi hapa ndio mke wa David. I say uweze amini kwa bidada akaona saa ni masiala. Yaani mimi ni kichaa. Sasa ndio wewe ni kichaa, mpuuzi kabisa wewe. Unaingia tu kwenye nyumba za watu, mwizi wewe. Tena ndakuitia polisi wewe, una bahati sana. I say bidada moja kwa moja ilibidi aweze kunyosha kwenye chumba cha nani? Kwenye chumba cha David bwana. David akamwambia vizuri, huyu bidada ni nani? Bidada kana shangaa, huyu tena ni nani? Akawa elewi kabisa kuwa huyu bidada ana mahusiano nani na David. Mbozi amini kwamba bidada alifika moja kwa moja kwenye chumba cha David na alimwashia moto kinoma noma, lakini mshikaji alimwambia kuwa yule mwanamke mama ndiye aliyemleta bwana, ni kwamba mimi sielewi chochote kinachoendelea. Lakini bidada Chioma alimwambiaje? Alimwambia mimi yule mwanamke naenda kumfukuza sasa hivi, mimi simtaki yule malaya kwenye nyumba yangu. Basi moja kwa moja kwa bidada akawa ametoka nduki kwenda wapi? Kwenda kumfukuza yule bidada. Mshikaji huko amechanganyikiwa, elewi afanye nini, yani kwamba kichwa kinamuuma hatari bwana. Sasa huko bidada kana endelea na shughuli zake kama kawaida. Uweze amini kwa bidada Chioma alitimba hapa, akamwambia mpuzi wewe shetani, hebu ondoka kwenye nyumba. Ondoka kwenye nyumba kabla sija kufanya kitu kibaya kudadeki zako. Bidada kana shangaa, mimi niondoke kwenye nyumba kivipi? Mimi ni mke wa David bwana. Wewe ndio uondoke. Mimi sikufahamu wala sikujui na unitishi chochote kudadeki zako wewe. Sasa ni kwamba bidada alikuwa ni mgumu kinoma noma na alimwambia bidada aende aweze kuondoka. Lakini bidada Chioma ilibidi amvute pale. Mwanamume akaja, wewe mwanamke shetani wewe. Nini kilichokuleta hapa wewe? Nini kilichokuleta? Akasema hapana mama bwana, mimi nimekuja tuamalize. Muyamalize na nani? Kudadeki zako. Unayemuona hapo mbele ndio mke wa David bwana. Huyu ndio mke wa David halali. Wewe tu ni kinyago cha mpapule. Inabidi uondoke zako hapa kudadeki zako. Mwanamke gani wewe hujui kupika? Hujui kumbembeza mwanaume, kazi tu kumfokea. Akasema hapana bwana, lakini wewe ni mume wangu na mimi sitaruhusu kabisa huyu mwanamke aendelee kukaa kwenye nyumba. Akasema utafanya nini? Nini cho unatafanya wewe mpuuzi kabisa wewe? Jaribu ufanye cha kufanya uone vile nitakuwashia moto kudadeki zako. Nafikiri ndio kule barabarani kwenye uliniwasha kibao. Aisee uweze amini kwa bidada Chioma aliamua aondoke zake, maana aliona leo hapa kileta ya kuleta hapa anaweza kawashua moto hadi sio poa. Bidada Esther kana shanga, kumbe wewe ndio mtu mwenye alikupiga vibao. Sasa ndio hichi kitoto hichi ndio kilinipiga vibao hichi. Tena kina bahati kingekugusa hapa nikifundisha adabu. Aisee uweze amini kwamba mwanamama yeye amekufa ameoza kwa nani? Kwa bidada Esther bwana. Basi bwana uweze amini tunaona ni time fulani vicha jioni mwanamama ilibidi aweze kumuita mshikaji ili aweze kufanya aweze kuongea naye. Kwa sababu gani? Siku ya kesho mwanamama anaondoka zake anaenda kijijini. Alikuwa anamtaka mshikaji aweze kukaa nani? Aweze kukaa na Esther vizuri bwana, simnyanyapae wala simtesetese, na alizidi kumsisitizia kuwa Esther ni binti mzuri sana bwana. Kocha kufanya mshikaji inibidi afanye aweze kumuelewa Esther, lakini mshikaji ni kwamba alikuwa ni mgumu kinoma noma. Alichokuwa anadai yeye ni kwamba anampenda nani? Anampenda sana bidada Chioma. Kwa hiyo yeye hayuko tayari kuweza kufanyaje kuwa na bidada Esther. Lakini mwanamama alimwambia mimi ni mama yako, nimekulea na nakujua vizuri bwana, siwezi nikakuchagulia kitu ambacho sio kizuri. Ni kwamba yule mwanamke ni mzuri bwana, yule mwanamke anajua kupika, anajua kufua nguo, anajua kufanya usafi. Ni tofauti kabisa na huyo Chioma wako huyo. Huyo Chioma wako kazi tu kujiremba mitandaoni ndio anachojua yeye. Vitu vingine hivi havijui. Mwanangu nakuomba sana zingatia hili, ni kwamba huyo mwanamke ni mzuri sana bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji ilibidi afanye aweze kumuelewa mamake kile alichomwambia, na uweze amini kwamba asubuhi ilipofika moja kwa moja ni mshikaji ilibidi aenda kampeleke mamake wapi? Akaenda kampeleke mamake stand ili mamake moja kwa moja aweze kwenda wapi? Aweze kwenda kijijini. Wakati huo moja kwa moja tunamuona bidada Esther hapa kama amemletea mshikaji chochote kitu bwana, maana mshikaji akitoka kumsindikiza mamake moja kwa moja atenda wapi? Atenda ofisini. Kwa bidada moja kwa moja kama amemwandalia bonge la msosi hapa ili mshikaji akifika kazini aweze kufanya aweze kupiga. Mshikaji alikuwa anakatakata, lakini bidada alimwambia hapana bwana, hebu chukua hichi chakula. Hichi chakula ni kizuri bwana, ni kwamba nimewahi kukupikia ili uondoke nacho bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji ilibidi afanye aweze kupokea ule msosi wenye ameandaliwa na bidada, na moja kwa moja ni kwamba mshikaji akawa mezama zake kwenye ndinga ili aweze kwenda kumsindikiza mamake, na baada hapo aweze kwenda wapi? Aweze kwenda kazini bwana. Basi bwana uweze amini kwamba baada ya mamake mshikaji kuondoka, moja kwa moja ni kwamba mshikaji alimleta bidada nani? Bidada Chioma kwenye nyumba bwana, na moja kwa moja bidada Esther hapa akawa anafanyaje? Akawa anawahudumia. Lakini mshikaji akamwambia je, mbona wewe hauji kula? Akasema mimi naenda kula jikoni. Akasema hapana bwana, kwa nini ule jikoni? Hebu kaa hapa tuweze kula wote kwenye hii meza. Sasa ni kwa bidada Chioma alimwangalia aje akae hapa. Akasema ndio inabidi akae hapa tuweze kula wote msosi. Bidada akasema hapana bwana, mimi siwezi nikakaa nikala na hii takataka. Hii takataka bwana ende kale huko jikoni. Lakini mshikaji akamwambia huyu ni familia bwana, sisi wote ni familia hapa. Lakini bidada akamwambia isiwe kesi bwana, mimi naenda zangu kula jikoni. Mshikaji akamwambia hakuna kwenda kula jikoni, kachukue chakula njoo ukae hapa tule wote. Sasa uweze amini kwamba mshikaji saizi amebadilika kinoma noma na mjali kinoma noma bidada nani? Bidada Esther bwana. Basi bidada Esther alienda kuchukua chakula
chakula na moja kwa moja akawa amekuja kufanya akawa amekuja kukaa hapa ili naye aweze kupata msosi bwana. Lakini ndio hivyo ni kwamba bidada Chioma alikuwa anamwangalia vibaya sana bidada Esther bwana. Sasa huko mshikaji anapiga msosi, uweze amini kwamba msosi ulikuwa ni mtamu kinoma noma, akisema Esther unajua kupika. Yaani mbona una mikono ya ajabu sana? Yaani umpika msosi mtamu, hebu niongezee. Basi moja kwa moja ni kwamba Esther alikuwa anamuongezea pale mshikaji nini msosi bwana. Akasema kwa msosi huu mimi nimekukubali kinoma noma. Huu msosi ni mtamu kinoma noma. Sijai kula msosi huu kabla. Huu msosi ni mtamu. Si basi moja kwa moja bidada akamwambia wewe, ina maana huu msosi ni mtamu sana? Akasema ndio, huu msosi ni mtamu. Wewe onja uone. Mke wangu, huu msosi ni mtamu vibaya mno bwana. Unaambia msosi ulikuwa ni mtamu kinoma noma, ni kwa mshikaji alikuwa anasifia hapa. Lakini bidada akasema msosi mpuzi ni wewe. Kudadeki zako. Umeshaanza kumtamani huyu mfanyakazi. Akamwambia hapana bwana Chioma, ni kweli ampika chakula kizuri. Kwa hiyo tusimsifie mtu kama ampika chakula kizuri. Uweze amini kwamba mshikaji akawa ametoa pale kibunda cha fedha bwana, kama amempatia nani? Amempatia bidada Esther. Chioma itaka achukue mshikaji, akamwambia wewe ndio uliyepika msosi. Basi moja kwa moja ni kwamba Esther kama amechukua zake kile kibunda. Kilikuwa ni cha kutosha bwana. Esther kama amehesabu kibunda cha kutosha hichi. Na moja kwa moja kama amekichimbia bidada huko anaangalia kwa hasira. Yaani alipata hasira hizo hadi sio poa bwana. Esther anaendelea tu kutabasamu bwana. Mdada akamwambia kudadeki zako wewe, ndakufundisha adabu. Na mshikaji akamwambia vipi? Nataka na kesho pia unipikie msosi. Akasema usijali bwana, maliza huo nikakupikie tena msosi wa kutosha bwana. Usiwe na wasiwasi. Ni kwamba huko bidada ndiye kana kasirika hadi sio poa bwana. Na baada ya muda uweze amini kwamba Chioma alikaa na mshikaji na alimwashia moto kinoma noma. Alimwambia mimi najua kabisa wewe umeshaanza kumpenda yule mwanamke. Naona kabisa hata unavyomwangalia kudadeki zako. Sasa baki na huyo mwanamke, mimi naondoka zangu. Uweze amini kwamba bidada Chioma akawa ameondoka zake bwana. Mshikaji ilibidi amfuate bwana ili aweze kuongea naye, lakini ndio hivyo ni kwamba bidada alikuwa amekasirika kinoma noma. Yaani kile kitendo cha mshikaji kwenda kusifia ule msosi wa bidada Esther, ni kwamba bidada Chioma alikuwa amekasirika hadi sio poa bwana. Mshikaji kabaki kuwa ni mtu mwenye huzuni, maana ndio hivyo ni kwamba bidada amesepa zake bwana, na mshikaji anampenda kinoma noma bidada Chioma. Basi bwana, uweze amini kwamba baada ya bidada Chioma kuondoka ni kwamba mshikaji akawa na ukaribu mkubwa sana na bidada nani? Na bidada Esther hapa. Na leo moja kwa moja ni kwamba mshikaji alikuja kwenye chumba cha Esther hapa na alimwambia kuwa ulisema unahitaji kusoma, basi moja kwa moja mimi niko tayari kuweza kuwa mwalimu wako bwana. Unaambia bidada Esther alifly kinoma noma. Kwa sababu gani? Alikuwa anahitaji aweze kufanya kujifundisha kusoma bwana. Unajua mtu akijijini kusoma kwenyewe alikuwa hajui hata kidogo bwana. Kwa mshikaji alikuwa yuko tayari kuweza kufanya kuweza kumsaidia kumfundisha kusoma bwana. Bidada alishukuru kinoma noma, na uweze amini baada ya muda ni kwa bidada alianza kusoma bwana. Ni kwamba aliweka juhudi kinoma noma za kuweza kusoma mpaka bidada alikuwa analala bwana. Mshikaji alikuwa anaangalia time imeenda bwana. Ni kwa bidada amesoma mpaka amelala. Basi moja kwa moja mshikaji kama mfanye anamsogelea pale bidada, akana muangalia pale. Uweze amini kwamba mshikaji mdogo akawa anajikuta anamuelewa nani? Anamuelewa bidada Esther bwana. Akana muangalia katoto jinsi kalivyolala pale, sura yake nini. Basi moja kwa moja inabidi mshikaji afanyeje? Aweze kumwamsha pale bidada Esther. Bidada Esther kuamka anashangaa anamuona mshikaji. Basi moja kwa moja ilibidi afanyeje? Amuulize vipi bosi, umefuata nini hapa? Mshikaji akasema nimekuja hapa nimeshangaa umelala, shida nini? Basi moja kwa moja ilibidi mshikaji aweze kumwambia nini? Aweze kumwambia bidada aende akapumzike. Kwa sababu gani? Bidada alikuwa amesoma sana mpaka kama amepitiwa na usingizi. Basi bwana, tunaona kitime fulani hivi cha jioni tunamuona bidada Chioma hapa kaamua aleje zake, maana aliona kikaa mbali hapa ni kwamba mshikaji atampenda bidada Esther bwana. Ni kweli mshikaji sasa hivi ameshaanza kumpenda nani? Kumpenda bidada Esther bwana. Uweze amini kwamba bidada Chioma hapa akana amtesa nani? Anamtesa hapa bidada Esther mbele ya mshikaji bwana. Kana mwambia pale apige magoti, mara anamsukuma na mkanyaga pale. Bidada Esther kama ametulia zake bwana. Na hichi kitendo uweze amini kwamba mshikaji kilikuwa kinamuuma kinoma noma. Kwa sababu gani? Ndio tayari ameshampenda bidada Esther hapo alipo bwana. Bidada kana anitia mashauzi bwana, mpe mpuzi kudadeki zako. Hebu nenda kapige chakula haraka, mimi hapa nilipo njaa inaniuma. Haraka hebu nyenyuka hapo. Basi moja kwa moja ni kwamba bidada Esther kama nyenyuka zake, lakini mshikaji uweze amini kwamba kile kitendo kilikuwa kinamuuma kinoma noma, lakini alikuwa amekausha tu pale. Sasa bidada kana anajiseti zake pale, anajikubali hadi sio poa bwana. Basi bwana, muda wa msosi ulivyofika ni kwamba bidada akawa anahudumia pale, lakini uweze amini kwamba bidada Chioma ni kwamba alikuwa anampelekesha bidada Esther hadi sio poa bwana, kama amemwagia pale msosi. Ni kwamba mshikaji hichi kitendo bwana alishindwa kuvumilia kabisa. Yaani alishindwa kabisa kuvumilia, yaani kile kitendo cha bidada amekifanya bwana. Bidada Chioma alikuwa anadai kuwa Esther amepika msosi mbichi bwana. Mshikaji kana shangaa, msosi mbichi kivipi? Bidada Esther uweze amini kwamba kama mfanyaje akawa ameondoka zake pale kinyonge sana, na kile kitendo mshikaji kilikuwa kimemuuma hadi kaka kimepitiliza bwana. Akamwambia nini unachokifanya wewe? Hasa nini ninachokifanya? Na maana wewe hujaona msosi kama mbichi. Unashaanza kumtetea au mpuzi, si ndio? Basi bwana, tunaona ni kitime fulani hivi tunamuona bidada hapa kana fanyaje anachambua mboga hapa ili aweze kufanya aweze kupika. Moja kwa moja tunamuona mshikaji kama mwambia bidada kuwa amfanyaje amekuja kumsaidia kupika hapa. Bidada kama amechukua kile kitambaa kama amemfunga mshikaji ili akianza kupika asiweze kufanyaje asiweze kuchafuka. Unaambia mshikaji saizi ana enjoy kinoma noma kuwa karibu na bidada Esther. Kwa sababu gani? Mpenzi wake amekuwa ni mtu wa makelele tu. Kwa mshikaji alikuwa anaona moja kwa moja aje zake huko Esther aweze kupiga story 2-3, lakini uweze amini kwamba kile kitendo bidada alikiona bwana, na alikasirika kinoma noma kumuona mshikaji yuko kutwanga hapa. Bidada alitoka nduki kinoma noma bwana, kwamba kile kitendo kilikuwa kimemkela hadi sio poa bwana.
Basi bwana, uweze amini kwamba kuanzia hapo ni kwamba bidada alikuwa anamuandama kinoma noma bidada Esther, na leo hii ni kwamba alikuwa anamchezea kichapo na alikuwa anamfukuza kwenye hii nyumba bwana. Bidada Esther alikuwa anagoma kutoka, lakini bidada alimvuta akampigiza pale chini. Aisee, uweze amini kwamba bidada Esther alikata moto pale pale, na mshikaji anaingia pale akashangaa anamuona bidada Esther yuko chini. Bidada kana kata kabisa kwa yeye hajafanya hivyo. Kwa sasa aliyefanya hivyo ni nani kama sio wewe? Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji ilibidi amchukue bidada Esther pale ampeleke wapi? Ampeleke hospitalini, maana ndio hivyo ni kwamba bidada alipigiza kichwani bwana. Na baada ya muda uweze amini kwamba bidada alivyorudi kutoka hospitalini, huyu bidada Chioma kama ingia kwenye chumba cha bidada Esther bwana. Aisee, anachotaka moja kwa moja aweze kufanyaje? Aweze kumuua bidada Esther kabisa, yani ili asiweze kumzoea mpenzi wake. Ni kwamba ameona saizi yeye apendwe hata kidogo bwana, kama amechukua zake pale mto ili amkabe moja kwa moja. Ni kwamba mshikaji kama mfanyaje amemuona pale. Ni kwamba bidada kile kitendo alikuwa amekosea kinoma noma. Wakati wote tunamuona Esther kama amezinduka zake pale, mshikaji kana anashangaa nini unachokifanya? Nini unachokifanya wewe? Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji kama amemkaba pale ili naye amfanyaje? Amnyonge. Esther anataka amnyonge mwenzake, lakini uweze amini kwamba bidada Esther akasema hapana bwana, hebu muache. Moja kwa moja mshikaji ilibidi amwachie bidada Chioma bwana. Akamwambia unaona sasa, yani wewe unataka muue mtu, lakini moja kwa moja mtu mwenye unataka muue anakutetea wewe. Wewe ni mpuzi kudadiki zako. Sasa mimi nakwambiaje, kuanzia leo mimi na wewe uhusiano umeishia hapa. Yani mimi naye ndio basi tena, sitaki tena mahusiano na wewe. Sasa unaambia bidada Chioma alimwangalia vibaya bidada Esther hapa, na kama anataka mkabe mshikaji akamvuta hapa moja kwa moja akamemtoa nje hapa, maana hamtaki tena bwana. Bidada Esther kana shangaa, nini tena kinachoendelea hichi? Na uweze amini baada ya miezi miwili kuweza kupita ni kwamba mshikaji leo hii alikuwa amemfanyia surprise nani bidada Esther bwana. Ni kwa bidada Esther alikuwa haelewi nini mshikaji alichomwandalia siku ya leo hii, na uweze amini kwamba mshikaji alimwambia kwa yeye anampenda kinoma noma na yuko tayari kuweza kumuoa. Moja kwa moja ni kwamba mshikaji aliweza kupiga goti pale na akaweza kutoa nini, akaweza kutoa pete ili aweze kumvisha bidada Esther bwana. Uweze amini kwamba bidada Esther kana shangaa kuamini kwamba mshikaji ipo siku ataweza kufanyaje, ataweza kumuoa bwana. Lakini ndio hivyo, ni kwamba mshikaji aliweza kuelewa kuwa mamake mwanamke aliyemletea ni mwanamke sahihi bwana. Yule mwenye alikuwa naye alikuwa sio mwanamke sahihi hata kidogo bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji alimvisha pete bidada, na bidada akawa amefly kinoma noma, na uweze amini kwamba watu wawili walipendana kinoma noma. Yani mshikaji David pamoja na bidada Esther walipendana hadi sio poa bwana. Walikuja wakaoana, akaja kuwa na watoto mchere bwana. Na huu ndio mwisho wa picha yetu. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, comment na kushare.